Bwana karibu sana. Tunaweza tukajiuliza kwa kile ambacho kinaendelea Israel kwamba ina mpango gani, ama Israel na mpango mpya wa kuipindua serikali ya Iran ni kwa namna gani? Basi karibu sana tuweze kufahamu haya yote, na usisahau kusubscribe channel yetu. Bwana, Israel inaamini kwamba kuna tishio kubwa kutoka kwa nguvu za nuclear za Iran, na inasema lengo kuu la mashambulizi yaliyofanyika siku ya Ijumaa yalikuwa ni kuharibu tishio hilo. Lakini sasa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ana lengo kubwa zaidi la kusababisha mabadiliko ya serikali katika nchi ya Iran. Netanyahu anaweza kuamini kwamba kwa kufanya mashambulizi makubwa kuliko hapo awali, yeye mwenyewe anaweza kusababisha mlolongo wa athari zitakazopelekea ghasia ambazo hatimaye zinaweza kusababisha kuanguka kwa Jamhuri ya Kiislamu. Tukimnukuu, Ijumaa jioni alisema, "Huu ni wakati wa Iran kuungana chini ya bendera yenu na urithi wake wa kihistoria kwa kusimama kwa ajili ya ukombozi kutoka kwa utawala mpya, kutoka kwa utawala mbaya na wa ukandamizaji." Wairani wengi wamechukizwa na hali ya kiuchumi ya nchi yao, ukosefu wa uhuru wa kujieleza na ukiukaji wa haki za wanawake na wachache. Mashambulizi ya Israeli yanaonekana kuwa tishio kubwa kwa uongozi wa Iran. Katika mashambulizi hayo, kamanda kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC, mkuu wa majeshi na viongozi kadhaa ngazi za juu wa IRGC waliuawa, na mashambulizi ya Israel bado hayajaisha mpaka sasa. Lakini Jumaa alasiri Iran ilijibu kwa mashambulizi ya kulipiza kisasi. Maeneo kadhaa, vituo vya jeshi na vituo vya anga vilishambuliwa, IRGC ilisema. Lakini hali ilizidi kuwa mbaya zaidi baada ya mashambulizi ya makombora ya kulipiza kisasi ya Iran. Netanyahu alisema mashambulizi zaidi yanakuja. Licha ya hayo, viongozi wengine wengi wa Iran wanaweza kulengwa, lakini Israel inaweza kuhesabu kwamba mashambulizi haya na mauaji yatasababisha machafuko ndani ya serikali na kupelekea uasi kwa wananchi. Angalau Netanyahu anatumaini hivyo, lakini huu ni mchezo mkubwa wa kubahatisha. Kwanza, hakuna ushahidi wowote hadi sasa kwamba mlolongo wa athari kama wanavyotarajia utatokea. Hata kama utaanza, haijulikani wazi ni wapi mchakato huo utaishia. Nguvu kubwa nchini Iran iko mikononi mwa wanaodhibiti jeshi na uchumi. Sehemu kubwa ya udhibiti huo iko mikononi mwa watu wenye misimamo mikali ndani ya kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran, yani IRGC, na baadhi ya taasisi zinazochaguliwa na wananchi. Sasa kwa kuwa tayari wako madarakani, hawana sababu ya kupindua serikali, lakini kuna uwezekano mkubwa atawapeleka Iran kwenye njia ya migogoro zaidi. Kwa upande mwingine, kuna uwezekano kwamba serikali itaanguka na kisha Iran itatumbukia katika machafuko. Matukio yanayotokea katika nchi hiyo yenye idadi ya watu takriban milioni 90 na athiri sana Mashariki ya Kati nzima. Israeli inaweza kutamani kuona uasi ukitokea Iran na hatimaye washirika wa Israel wakichukua madaraka katika nchi hiyo. Lakini swali muhimu ni nani atakuwa mbadala? Katika miaka hivi karibuni vikosi vya upinzani vya Iran vimegawanyika, kwa hiyo kwa sasa hakuna mbadala wa waziwazi. Mwaka 2022, baada ya harakati ya mwanamke maisha huru, Women Life Freedom, iliyotingisha sehemu kubwa ya Iran, baadhi ya vyama vya upinzani vilijaribu kuunda muungano wa makundi na wanaharakati mbalimbali wanaopinga Jamhuri ya Kiislamu. Muungano huo sasa haukudumu kwa muda mrefu kutokana na kutofautiana kwa maoni juu ya nani anapaswa kuongoza baada ya kupinduliwa kwa serikali, na ni aina gani ya serikali mpya inapaswa kuwa. Viongozi wa Israel wanaweza kuona baadhi ya makundi haya au watu binafsi kama chaguo mbadala wanazozipendelea. Kwa mfano, Reza Pahlavi, mwana wa Shah wa zamani aliyepinduliwa mwaka 1979 na mapinduzi ya Kiislamu, ambaye alikuwa ni na mapinduzi ya Kiislamu, ambaye alikuwa mkuu wa zamani wa taji wa Iran. Anaishi nje ya nchi na anafanya jitihada kubwa kutafuta uungwaji mkono wa kigeni kwa mlengo wake. Alisafiri kwenda Israel katika miaka ya hivi karibuni. Sasa kuna mengi sana hapa, lakini tunaweza kusema kwamba ni nini lengo sasa kuu la mwisho la Iran? Sasa tunapaswa kujiuliza, ni nini lengo kuu la mwisho la Iran? Licha ya kulenga malengo kadhaa nchini Israel, Iran haionekani kuwa na njia nyingi nzuri. Baadhi wanaweza kuona kuendelea kujihusisha na mazungumzo na Marekani na kupunguza mvutano kama njia salama zaidi kwa Iran. Lakini pia kurudi kwenye mazungumzo kama ilivyodaiwa na Trump itakuwa chaguo gumu
kwa viongozi wa Iran kufanya hivyo kunaweza kumaanisha wamekubali kushindwa. Njia nyingine ni kuendelea na mashambulizi kulipiza kisasi dhidi ya Israel. Inaonekana kuwa ni njia wanayopendelea zaidi. Hivi ndivyo viongozi wa Iran walivyoahidi wafuasi wao, lakini mashambulizi yakiendelea yatapelekea mashambulizi zaidi kutoka Israel. Katika siku za nyuma Iran imetishia kulenga vituo vya Marekani, balozi na maeneo katika kanda. Lakini hii si rahisi kufanikiwa. Kushambulia Marekani kunaweza kusababisha Marekani kujiingiza moja kwa moja kwenye mzozo huu, jambo ambalo Iran halilipendi sana. Njia hizi si rahisi kwa pande zote mbili na matokeo yake ni magumu kutabiri. Kwa sasa hali bado haijabainika na tunapaswa kusubiri na kuona athari halisi za matukio haya zitakapoanza kuonekana. Kuna mengi sana katika haya. Naomba ufollow channel yetu, subscribe ili uwe wa kwanza kupata kwa kile ambacho tutakuwa tunakipakia hapa kwa ajili yako. Basi tukutane katika wakati mwingine tutakapopata update kuhusiana na hiki kinachoendelea hapo Iran.